na mgeni rasmi katika hafla yetu hii ya leo, si kwa nia ya kuvunja itifaki, lakini naomba nifanye mambo yafuatayo. Mchakato wa upatikanaji wa mzabuni wa tenda ulikuwa na hali fulani ambayo kuna baadhi ya watu walidhani wanakandamizwa au wanaonewa, lakini naomba nitumie fursa hii. Kwanza nimemwona Dr. Kita, naomba uje hapo kidogo, mjumbe wetu wa board, na Dr. Muba tafadhali. Kamati ya tenda iliundwa na wajumbe wa board ambao ni wenye viti wa kamati ndogo za board. Alikuwepo Dr. Muba ambaye ni mwenyekiti wa kamati yetu ya fedha, Isa Masud ambaye kwa bahati leo hayupo, amesafiri kwa shughuli za mambo haya ya timu. Yeye ni mwenyekiti wa kamati ya audit. Kita yeye ni mjumbe katika kamati yetu ya fedha, lakini ni mwanasheria nguli ambaye anatusaidia katika utengenezaji wa mikataba mingi. Mohamed Naso ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano yuko nje kwa kazi. Dr. Chiduo mwenyekiti wa kamati ya youth ambaye leo pia ametingwa na udhuru. Lakini wa mwisho katika kamati hiyo katika wajumbe wa board, ndugu Magori ambaye yuko kwenye kamati ya fedha, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya ufundi. Mimi nawapongeza sana wajumbe hawa kwa kazi kubwa walioifanya kwa niaba ya board, lakini haya yote ambayo tunayaona ni kutokana na moyo na imani yao dhidi ya klabu yao ya Simba Sports Club. Kwa hiyo nimesema niwaite hawa na niwashukuru sana. Asanteni sana. Kwa niaba ya wenzenu na washukuru. Lakini wapo watu baadaye nitawataja kwa mchango wa mawazo na ushiriki wao wa yakini katika utendaji wa upatikanaji wa huyu mzabuni. Bodi nzima ya Simba baada ya kupitia huo mchakato wote ulishiriki na waliridhia kwamba kwa benefits hizi ambazo tunazipata hakuna sababu ambayo inaweza ikamfanya aliyeshinda au aliyeongoza kutokupewa hii tenda. Historia ameieleza Ahmed kwamba tulianza hivi, tulikuwa hivi, lakini mimi niseme mapinduzi ya kwanza katika uanzishaji wa uuzaji wa vifaa vya michezo kwa vilabu yalifanywa na Kassim Dewji. Yeye alifanya hiyo kazi kwa zaidi ya miaka 10 kutoka kwenye jezi ambazo tulikuwa tunaletewa zawadi. Hapa nimemwona Juma Pinto, sio ameshatoka kwa shughuli maalum, lakini wana Simba waliokuwa nje katika nchi za Ulaya na Arabuni. Hata dada yangu Asha hapa aliwahi kuleta jezi kulipa timu. Wakati ule tulikuwa tunaletewa jezi zenye nyekundu na nyeupe, ndio hiyo inakuwa ni jezi ya timu. Lakini yeye akaja kuanzisha mfumo ambao ulikuwa unauza vifaa vinavyohusu Simba Sports Club. Licha ya kuwa kutokana na hali ya mfumo wa uendeshaji wa mpira kwa wakati ule kulikuwa hakuna mapato makubwa. Vunja Bei nilitamani sana Fred ungekuja hapa mbele. Yeye ndo aliyekuja kuleta mpango haswa, yani tunasema game changer alikuwa ni yeye. Hata ungesimama hapo, unajua sisi wa Tanzania tuna tabia sana ya kuwasifia watu tayari jeneza lake liko pale ndio tunaanza kumpa sifa. Mimi nasema hiyo sio haki na tunazungumza hii kwa uwazi na upana. Tunakushukuru sana bwana kwa moyo wako wa imani na kutufungua mawazo ya namna ambavyo tunaweza tukaboresha na kuongeza mapato kwa vilabu vyetu. Asante sana. Sunderland amefanya kazi yake, lakini Jeruti amekuja kuleta mapinduzi makubwa zaidi ambayo tunakupongeza.
lakini umetoa ahadi nyingi. Nikwambie, hii ni Simba Sports Club. Umeahidi hizi other benefits tunazipokea, lakini umeahidi international brand. Wana Simba watakuja kukuoji siku tunasema jamani, lile jambo nilitamani lakini nimeshindwa, hawatakuelewa. Kwa hiyo niseme tu kwamba hilo ulifanyie kazi na uhakikishe kwamba inaenda vizuri. Mchakato wetu wa tenda kama alivyosema Dr. Muba ulijumuisha makampuni 8. Kati ya kampuni hizo 8, kampuni hiyo ilikuwa ni kampuni za nje, na sio kampuni za nje ndogo, kampuni za nje kubwa ambazo zinahudumia timu za taifa, zinahudumia na vilabu vingine vikubwa katika bara la Afrika na Ulaya. Kwa hiyo niseme tu kwamba uwekezaji katika michezo umechangia kwa kiasi kikubwa sana kuvutia wawekezaji wa nje kuona kwamba Tanzania ni moja kati ya sehemu ambazo zinafaa kuwekeza. Kwa hiyo tunakushukuru Mheshimiwa Waziri kwa niaba ya serikali. Mazingira wezeshi yanavutia sana kuleta uwekezaji katika sekta hii. Matarajio yetu sisi, umezungumzia swala la ukuzaji wa miundombinu ya michezo. Kuna vitu ambavyo labda kwa uchache ni viseme. Eneo mojawapo katika Tanzania, sports medicine doctors na medical professionals katika sports Tanzania, kama tunawahesabu hawezi kuzidi 5 au 10. Hawapo. Na ndio maana tumesema kwamba tutatengeneza hii facility sio kwa manufaa ya Simba peke yake, na wale wengine ambao watakuwa na nafasi ya kuja kujifunza kwetu tunawakaribisha kuwa ni sehemu ya mafunzo na kuhamisha ujuzi, kwa sababu tunaajiri watu wengi kutoka nje. Kwa hiyo katika ile transfer of skills na expertise watakuja kufanyia Simba, na hatutoangalia rangi ya mtu, tutaangalia ni Tanzania anakidhi vigezo, watakuja kupata mafunzo hayo licha ya imani na akili zao zitakavyokuwa. Hilo tunakuahidi Mheshimiwa Waziri tutalifanya. Lakini lingine, Ahmed amesema yeye na wenziwe ni moja kati ya wataalamu wachache katika sekta ya michezo ambao wanaweza wakawa wanafanya vizuri, lakini tunabidi kuwaimarisha wafanye vizuri zaidi. Na kulifanya hilo huwezi kulifanya mtaani, ni lazima tuwe na kituo maalum. Kwa hiyo studio ambayo tutaijenga itakuwa ni sehemu ya uzalishaji wa bidhaa za Simba, lakini pia tunakuhakikishia itakuwa ni sehemu ya mafunzo kwa wengine kuja kujifunza. Waandishi wanafahamu kupata maeneo ya kwenda kufanyia mafunzo kwa vitendo ni kazi kubwa. Simba inaahidi tulifanya hilo, na tunahakikishia kwamba serikali tutashirikiana na nyinyi katika kutekeleza hilo. La mwisho, sio kwa umuhimu, Jerut amesema tutafanya uendelezaji wa uwanja wetu pale, na wahakikishia wanasimba wote katika mipango yetu tutashirikiana. Mpango ambao Jerut amekuja nao utakuwa ni sambamba na mwekezaji mwenza ambaye tumeshirikiana naye kutoka katika hatua za mwanzo mpaka sasa hivi, na tuna mpango endelevu wa kuweza kuliendeleza ile eneo. Kwa hiyo tutajenga huo uwanja, tutajenga viwanja vya mazoezi, tutajenga hostel, tutajenga ofisi na kadhalika, kwa kushirikiana na Mohamed Dewji ambaye tumekuwa naye katika. Kwa hiyo mpango huu hauhami katika mpango wetu wa muda mrefu ambao tumekuwa nao. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba lisilete contradiction yoyote. Hii ni maendeleo ya Simba, kila mmoja atashiriki katika upande wake, na tunawakaribisha wengine ambao wako tayari kushirikiana na sisi kuja kuingia na kuwekeza katika hayo maeneo. Na kwa kumalizia, nilisema hapa nitawataja baadhi ya watu, lakini hapa naye muona ni Niki Magariza yupo hapa. Tunakushukuru sana bwana kwa mchango wako na mwongozo wako kwenye kufikia ukamilishaji wa hii zabuni. Na Swedi yupo, Swedi Mkwabi, nakushukuru sana. Hassan Kipusi yupo, Maruiba umetamkwa hapa, lakini na mimi kwa nafasi yangu ya makamu mwenyekiti wa board tunawashukuru nyote. Wago nakushukuru. Kazi kubwa ya wanasimba wote ni kujenga Simba yao. Kwa hiyo nyote mmeshiriki katika hili. Lakini Jeru tumesema hapa bwana, sisi katika mpango wetu tutajenga ofisi. Najua huo ni mpango ambao unaendelea. Kwa sasa tunapata nafasi ya kushirikiana na Isa Batenga. Nilikutana naye hapa wakati sijui kama bado yupo naye au ametoka. Yupo. Ungesimama bwana.
Kwa wale wanasimba ambao wafahamu, Isa Batenga ni mjumbe wetu wa kamati nyingi sana. Hata huu ujenzi ambao tunazungumza, michoro, maandalizi ya mipango mingi yeye ndo anayefanya, lakini kwa sasa ndio mwenye nyumba wetu katika nyumba ambayo tunaitumia katika ofisi yetu ya makao makuu ya Simba. Kwa hiyo na wewe umetoa mchango wako mkubwa kwa Simba yako, lakini ukiwa mwenye nyumba wetu tunakuahidi tutaendelea kushirikiana na wewe katika namna nyingi, na hatutohama ghafla, tutajiandaa kuhama. Mwisho, tunakutakia heri katika utekelezaji wa mkataba wako Bwana Jerut, lakini tunategemea kwamba yale ambayo tumeyazungumza kwenye kamati zetu na kwenye board kuhusu uongezaji wa thamani ya bidhaa za Simba na wigo wa bidhaa, tunategemea hilo lifanyike kwa weledi, kwa wakati na katika bei ambayo wewe mwenyewe umeahidi itakuwa reasonable kwa kila mwana Simba kuweza kuafford. Zaidi hapo ni washukuru wote ambao umeweza kushiriki hapa, viongozi wetu ndio toka katika ngazi za wilaya, mmewakilisha wilaya zingine, lakini wana Simba wengine ambao wanatufuatilia kupitia vyombo vya habari. Tunawashukuru nyote. Mzee, tunakushukuru sana kwa uwepo wako hapa, na nachelea sana kumuita Mzee Mihayo kwa sababu ni mwanangu. Najua yeye hawa Wasukuma sisi ni wanetu. Kama Mheshimiwa Waziri ulipokuwa unajitahidi kusema mimi ukiniita Makonde unanitukana. Wa Makonde sisi tulikuwa tunawachukulia kama ni sehemu ya mifugo katika. Kwa hiyo ukiniita mimi Makonde unanitukana, lakini hayo ndio maisha yetu ya Tanzania. Tunawashukuru sana management ya Simba kwa kazi kubwa ya kufanya maandalizi ya tukio hili, lakini na wote ambao umeshiriki katika jioni hii niwatakie heri na Mungu aweze kutuongoza tufikie malengo. Tunaomba ufikishe salamu zetu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais na uongozi wote wa serikali. Tumepata ushirikiano wa kutosha katika maeneo yote ndani na nje ya nchi, na tunatarajia kupata ushirikiano huo katika maandalizi haya. Tunaamini kabisa mechi hizi zilizobaki tutafanya kile linalowezekana kuhakikisha ushindi unapatikana, na wale ambao wanawakilisha timu za nje hapa tuko nao, tutashirikiana nao na tutahakikisha kwamba hila na fitina zao hazitaweza kutoboa. Sisi tutashinda na tutavuka. Asante sana.